Uongozi. Unajua sisi kuna wale mashabiki ambao kwamba timu yetu sisi ifanye vizuri, timu yetu ifanye vibaya, ni lazima kwamba tutakuja uwanjani. Lakini kuna mashabiki wengine wakishasikia scenario tofauti zinawasababisha kwa nyima nguvu. Kama nadhani unaelewa mvurugano uliokuwa kati ya mwenyekiti wa wanachama na wa bodi walivyokuwa wanabishana mitandaoni. Ile pia imesababisha kushusha mauzo ya tiketi, kwa sababu mtu mwingine anaona hasa kama viongozi wenyewe wanagombana, mimi naenda uwanjani naenda kufanya. Kwa hiyo pia inawezekana hapo wakawa wamesababisha wao. Lakini Simba sio wanyonge katika kununua masuala ya tiketi. Iwe mechi aina yoyote. Hasa kama hii, hebu fikiria hii sherehe kwa mwaka inafanyika mara moja. Na siku zote uwanja Benjamin Mkapa tunaujazaga saa 9 tu uwanja unakuwa ushajaa. Yani maana tiketi zinakuwa zimeisha mapema. Lakini leo hazijaisha mapema. Huwezi kuwalaumu mashabiki. Nasema tunawalaumu viongozi ambao wao wamesababisha malumbano yao, yamewasababisha kuwanyong'onyesha baadhi ya mashabiki. Hans, leo kikosi kinacheza. Tayari tumeshakiona kwa hivi karibuni kikiwa kinacheza. Leo mnaenda kucheza na Police Kenya. Unaenda kuwa ni mchezo namna gani hasa? Mimi mechi ya leo siwezi kuijaji kwa staili yoyote, kwa sababu kwanza tukumbuke leo ni sherehe. Na kwenye sherehe wachezaji sidhani kama wataperform kama vile ambavyo wanavyocheza kwenye mechi zingine. Kwa hiyo hii mechi ya leo kwa upande wangu mimi naweza kusema ni mechi ambayo kama ya kwenda kuwafurahisha mashabiki kwa ajili ya kuona wachezaji wao wapya. Sio mechi ya kusema ya kuitegemea kwamba kusema hii mechi ndio itaamua kwamba wachezaji wetu ni wazuri au wachezaji wetu ni wabaya. Tarehe 12 ndio naweza nikasema kwamba hapa naweza nikaangalia wachezaji wangu wana ubora aina gani. Mchezaji wa leo unaweza ukatafsiri namna ambavyo mnavyoenda tarehe 12? Uchezaji wa leo mimi timu yangu naweza nikasema kama bado iko kwenye pre-season. Kwa sababu hawatacheza wachezaji wote, na hata kama watacheza kwa vipindi tofauti. Yani haitokuwa kama mechi ambayo yenye ushindani. Na sio hii mechi hii ya leo. Mechi zote za Simba Day tushazishuhudia. Tunafungwa mechi, lakini mwisho wa siku timu inakuja kuperform, inafanya vizuri. Kwa hiyo hii mechi ya leo sio ya kujadili kabisa hata kidogo, kwa sababu leo ni kama ni sherehe. Tupo kwenye sikukuu leo. Tarehe 12 mnaenda kukutana na Young Africans ambao wanajinasibu kwamba wana timu bora kwa hivi sasa. Mungu awabariki na timu yao bora, lakini na sisi wenyewe pia tuna kikosi bora. Kwa hiyo watakutana na kikosi bora. Hao wenye timu bora watakutana na timu yenye kikosi bora. Unaenda kwa mchezo namna gani hasa? Tarehe 12. Tarehe 12 majibu yatapatikana pale kwenye uwanjani. Uwanjani ndio yatapatikana. Kwa sababu mimi najiamini na yeye mwenyewe pia anajiamini. Mimi najiamini kwamba nimesajili wachezaji wazuri, na yeye kwa nafasi yake anajiamini kasajili wachezaji wazuri. Kwa hiyo hapo tutasema uchawi wa walimu. Yani ubora wa walimu sasa. Yule nini Mwazabe na kocha letu la viwango. Sio kuongezea. Mashabiki wa Yanga wamekuwa wakiwabeza sana baada ya kusajiliwa mashauri ile, wakifananisha na striker wenu Dombia kwamba wanaona ni pengo la alfu. Kama wanakejeli, labda wewe unawaambia nini labda mashabiki wa Yanga juu ya mchezaji Dombia wenu ambao wanamkejeli? Hii ni kawaida. Kwa hiyo swala la kukejeli mchezaji kwenye kwa mashabiki, kwa sisi mashabiki ni jambo la kawaida. Kwamba wakisema kwamba mchezaji wao na wetu ni mbingu na ardhi, ni sawa kwa vile ambao wao wanaona, lakini mimi naamini kwamba na kikosi bora. Tarehe 12 ndio watajulikana nani amesajili wachezaji bora na nani amesajili magarasa. Itajulikana tarehe 12. Sio Yanga, timu aina yoyote katika ligi kuu naamini na kikosi bora. Sasa unaona Simba mnaenda kufungua msimu, ila japokuwa uongozi wenu ni kama kuna mambo hayaeleweki, yani kama kishana. Unaona utakuwa msimu mzuri kwa maana yake dalili kama zimeanza vibaya kuelekea msimu huu. Asante sana, umeniuliza swali zuri sana. Ni kweli Simba ili ipatikane nguvu moja inaanzia kwa viongozi. Kwa viongozi, benchi la ufundi, wachezaji, mashabiki. Ndio na maana halisi ya Simba nguvu moja. Matukio ambayo yalotokea hapa kati yamesababisha kwamba kuonekane kama kuna mgogoro. Hatujajua ndugu zetu viongozi wetu watalimaliza vipi au swala lao litaisha vipi. Lakini tuseme matatizo ambao walioyafanya au kutakiwa wayafanye ndani ya kipindi hiki. Na ndio maana hata hii leo sold out pia zinakuwa narudia yale ya mwanzo kwamba sold out imeshindikana kwa sababu washabiki wengine pia wamerudi chini. Kwa sababu ya nini? Kutokana na migogoro wa viongozi. Viongozi watambue kwamba mashabiki nao wana umuhimu mkubwa sana kwenye timu ya Simba.
ni sisi ni wachezaji wa 12. Bila sisi kuwepo hata Simba naye haiwezi kuwepo, sio? Kwa hiyo wenyewe wamalizi migogoro yao mapema sana, kwa sababu tunauanza msimu na tunaamini kwamba mwalimu ametuletea wachezaji bora. Kwa hiyo kama tunauanza msimu na tuna wachezaji bora, sasa isiwe tatizo liko kwa viongozi, kwa sababu kama msimu uliopita tunawalaumu wachezaji, msimu huu sasa tuanze kuwalaumu viongozi. Kwa hiyo mimi naomba waondoe migogoro yao ili tuanze msimu vizuri. Umesema kuna migogoro. Kama migogoro mpaka morali ya mashabiki iko chini. Je, kuelekea Jumatano mechi na Yanga, wewe unaona mtatoboa? Maana wewe mwenyewe umekubali kama kuna migogoro imeshika morali. Sorry. Migogoro nimesema wameianzisha wao. Ina maana wao ndio watakaoimaliza. Sijui unanielewa? Migogoro wameanzisha wao, kwa sababu kitendo cha viongozi kujibishana mitandaoni tayari unawasababisha mashabiki waone vipi viongozi wawili wanabishana mitandaoni. Kwa hiyo ndio migogoro yenyewe, lakini mimi naamini mpaka hatua hii hapa, mpaka hapa tulipofikia tumeona pako kimya. Kwa hiyo ninaamini kwamba inawezekana wenyewe washayamaliza chini kwa chini. Kikubwa tuiombee timu yetu tarehe 12, kwa sababu mimi leo sizungumzii tarehe 12, tuende kufanya vizuri. Yeah. Asante.